Darud TV, pamoja tuzipandishe imani zetu. Alladhina yakuluna amwala an-nas bil batil, mahakimu viongozi ni wenye kuulizwa kuhusu kuyachunga masoko na kuwachunga wenye kufanya hadaa ambao wanakula mali za watu kwa batili. Hii ni kazi ya viongozi. Ukipewa uongozi wa serikali ya mtaa, basi moja ya kazi yako ni kuhakikisha katika mtaa wako hakuna ghushi, kwa sababu hiyo neema utakuja kuulizwa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati, kila mmoja wenu ni mchungaji na kila mmoja wenu atakuja kuulizwa kuhusu alichokichunga. Hata kama ulipewa uongozi wa watu wawili, utakuja kuulizwa uchunga wao. Sikwambii umepewa mtaa, umepewa kata, umepewa wilaya, umepewa mkoa, umepewa nchi. Na ukiwa kiongozi maswali yatakuwa mengi sana. Mtaani kwako kama watu wanakunywa pombe, utakuja kuulizwa kwa nini pombe ilipikwa mtaani kwako? Kwa nini iliuzwa? Bangi watu wanavuta mtaani, kwa nini watu walivuta bangi? Na wewe upo kama kiongozi. La tusaluna yawma idhin anin naim. Ni neema hiyo uliopewa. Utakuja kuulizwa na Mwenyezi Mungu. Namna gani unapambana nayo? Hayo tena ni kila mtu atabeba msalaba wake. Kwa hiyo uongozi mzuri mtamu, lakini majanga yake ni makubwa sana. Sasa siku ya kiyama ikifika, afu wanaanza kuhesabiwa, kuna yule mwera ulimfanyaje vile? Alafu kuna Bakari, Omari, ushaanza kuulizwa kidogodogo, maana yake uponi. Manshuda fil hisabi dakhala an-nar, mtume anasema. Ukiona wanaokuuliza wanakukazia macho, maana yake moto wewe unakuita. Kwa hiyo ukifikiria kwa kina, mambo ya uongozi ni kupelekana motoni. Umekuwa wa kiserikali, umekuwa wa kidini. Haya wewe utaweza kuwachunga vipi watu wa mtaani kote hapo? Wasizini, wasiibe, wasivute bangi, unafanyaje? Lakini hilo sayasiruhu ma yasarahu Allah. Takuwa jepesi hilo kwa yule ambaye Mwenyezi Mungu amemfanyia nini? Pesa. Ndio pale unapopata shida, kama uongozi wenyewe uliuomba kwa pesa. Anatoa mzigo ili upewe. Wenyeketi wa serikali ya mtaa pia unahonga ili upewe uongozi. Hautaenda kumhudumia nani? Sinabidi ukiingia kwanza unachukua rushwa za kurudisha mashoti yako, baadaye ndio uanze kuwahudumia watu. Atakayepewa uongozi nasema fakad dhubiha bighairi sikin, hata amechinjwa pasi na kisu. Umechinjwa pasi na. Kwa hiyo alaikum bil hadhar. Wakikupa haya kwa sababu ikiwa hakuna wakustahiki ila wewe, lakini je, unaweza una uwezo wa kuutendea kazi? Hapo ndio palipokuwa na barabara na kizungumkuti. Kubwa urejee kwa Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi uweze kufaulu. Hapo utakuwa umefanikiwa sana. Darud TV, pamoja tuzipandishe imani zetu.